Jambo la pili, kwa nini unatakiwa na maono? Ni kwa sababu maono ndo mlango wa maisha ya utoshelevu. Maono ndo mlango wa maisha ya utoshelevu. Waebrania 11 mstari wa 24 tuliona habari za Musa. Waebrania 11 mstari wa 24, Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akakubali kwenda kupata mateso pamoja na watu wa Mungu. Listen to me very careful. Kuna kitu ndani ya Musa kilikuwa kina misi, pamoja na kwamba ni mwana wa binti Farao, pamoja na kwamba ana nafasi kubwa, pamoja na kwamba ana privilege zote ambazo watu wengine hawana, lakini kuna ili ombwe ndani ya moyo wake. Watu wengi wanajikuta wanaingia kwenye mambo yasiyofaa kwa sababu hawana utoshelevu ndani ya mioyo yao. Kuna watu walidhani wakiwa na fedha watakuwa na utoshelevu, utoshelevu haukupata. Kuna watu waliamini wakiwa maarufu watapata utoshelevu, lakini utoshelevu haukuja. In fact, kuna watu waliamini wakiolewa watapata utoshelevu, utoshelevu haukuja. Kuna watu waliamini wakipata kazi watapata utoshelevu, utoshelevu haukuja. Sasa sisemi kwamba vitu vile ndio vitaja ni vibaya, ni vizuri na vina nafasi yake kwenye furaha na amani ya mtu, lakini kuna aina ya utoshelevu ambao hauwezi kuupata mpaka umejua maono ulionayo na unayakimbiza. Wakati mwingine unaweza kwa just get an imagination. Kwa mfano mimi mchungaji, si ndivyo? Nilikuwa nakumbuka hapa, Mungu alikuwa ananikumbusha kitu fulani hapa. Kuna wakati unakuwa mnyenyekevu kwa sababu unabidi ukumbuke ulikotoka, sawa?